أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من البدع ومن عذاب النار. هذا يا ulizi huu wa mukaddima, endelea na darasa yetu ya kitab Al-Wabil Sayyib cha al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Tulikuwa tupo katika faslu ya mwanzo katika kitabu hiki, walikuwa ikizungumzia fi istiqamati alqalb, katika kuwa na istiqama kwa moyo, na akataja kwamba ili mioyo iwe na istiqama lazima yapatikanike mambo mawili. Jambo la mwanzo walo lilitaja ni hayo mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Muislamu, ndio ambayo yanayotangulia kuyatangulia mapenzi ya vile vyote ambavyo yeye anavipenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kadhalika akataja katika hiyo kuna alama kama ambayo ikiwa yatakutana mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kadhalika vile ambavyo sifa Allah subhanahu wa ta'ala, basi katika hali hiyo mapenzi ya Allah yatatangulia. Hii ni jambo la kwanza. Kupitia jambo hili ndio mioyo itakuwa na istiqama. Ama jambo la pili, fi istiqamati alqalb, akataja ta'dhimu al-amri wan-nahy, kuadhimisha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia kadhalika kuyaadhimisha makatazo ya Allah jalla wa ala. Shakataja kwamba jambo hili la pili msingi wake wa kuyaadhimisha maamrisho na kuyaadhimisha makatazo ni kumwadhimisha al-amiru an-nahi, bimaana kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kadhalika pia vile vile akataja alama za kuadhimisha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kapiga mfano mkubwa katika ibada ya swala ambayo katika dini hii baada ya tauhid, baada ya kalimatu tauhid, nguzo ya pili inafuatia ni iqamus salah, kusimamisha ibada ya swala. Ndio ambayo akaipigia mfano kama vile kuchunga wakati wa ibada ya swala. Islam ikiwa anaadhimisha maamrisho, tamuona kuna ibada zake, swala yake anaswali kwa wakati wake, tena atakuwa kiswali jamaa, kiswali swala zake kwa jamaa. Pia kadhalika kuzifahamu zile wajibatu swala, na pia kadhalika arkanu swala. Kisha baada ya hapo akaendelea muallif rahimahullahu ta'ala kwa kutaja yale ambayo yanaharibu matendo. Kwa mwanadamu kaadhimisha, walillahi alhamdu wal minna, kafanya amali nyingi, khairati nyingi, lakini yapo mambo ambayo yanaharibu hizo khairati ambazo yeye kazifanya, kama vile riya. Na hii riya ina milango mingi, lahu abwabun kathira, ina milango mingi. Pia kadhalika sum'a au tahadduth bihi, au kuisimulia hilo ibada yake aliyoifanya. Hii ni katika jumla yale ambayo yanaharibu ibada. Kisha akataja ikiwa kufanya amali hiyo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaeleza ya kwamba hatorejeshewa thawabu za hiyo amali yake baada ya kufanya moja katika mambo ambayo yanaharibu amali. Kisha akataja ikiwa taifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala amali yake,
kisha ikatokea kwake yeye ujub, kibri, kuona kibri kwa ile amali yake aliyoifanya, au kadhalika ria, au kuisimulia hiyo amali. Mwanzo kaifanya amali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ikatokea kibri na ria na kuisimulia hiyo amali, kisha akatubia na akajuta. Kaeleza baadhi ahlul ilm, fahadha qad yaudu lahu thawaba amali wala yuhbit, kwamba huyu huenda akarejeshewa thawabu ya amali yake kweli, na isiharibike ile amali yake njema aliyoifanya. Pia kataja kauli nyingine ya ahlul ilm kwamba hatorejeshewa, bali ataanza upya kufanya amali. Kataja masala ya aridda, kisha tukaendelea pia kadhalika na kiwa mtu mathalan katika kufuru, katika shirki, kafanya mambo ya kheri, kama ambavyo ilileta hadithi ya sahabi aljalil radhiyallahu anhu Hakim ibn Hizam, kwamba yeye alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mambo ya kheri aliyoifanya katika jahiliya, katika shirki, kama vile kuacha utumwa huru. Aliyafanya hayo kabla ya yeye kuwa Muislamu, na pia vile vile aliunganisha undugu, na pia kadhalika akafanya mambo ya kheri mengi, lakini haya aliyafanya katika shirki kabla yeye hajawa Muislamu. Kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, baada ya mimi kuingia katika Uislamu aliuthabu alayhi, je, nitapewa thawabu yale mambo niliyofanya ya kheri katika shirki? Mtume akamwambia, faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair, aslamta ala ma aslafta min khair, kwamba umesilimu pamoja na yale ambayo uliyotanguliza katika kheri. Bimaana yale aliyofanya katika kheri katika shirki, Allah subhanahu wa ta'ala pia baada ya kusilimu akaama nayo kuingia nayo katika Uislamu. Kataja akasema, fahadha yaqtadhi, hadithi hii inapelekea kwamba Uislamu aada alayhi thawaba tilka alhasanat allati kanat batila bishirki, Uislamu umemrejeshea zile hasanat, zile thawabu na mambo ya kheri ambayo aliyafanya alikuwa ni batil katika shirki. Alipotubia, falamma taba min ashirki aada ilayhi thawabu hasanatihi almutaqaddima, alirejeshewa kwake yeye kutoka katika shirki, Allah alimrejeshea thawabu ya mema yake yale yaliyotangulia katika jahiliya au katika shirki. Kisha akataja katika ukurasa wa 17 kama mwanadamu akifanya tauba, ikiwa taubata nasiha, taubatan nasuha sadiqa khalisa, ikiwa toba ina sifa hizo, ina hizo awsaf, harakat ma kana qablaha min as-sayyi'at, toba hiyo huwa inateketeza yale ambayo yalikuwepo kabla ya kufanya hiyo toba katika sayiat, na pia kadhalika waadat alayhi thawabu hasanatihi, na atarejeshiwa yeye thawabu ya yale mambo yake ya khairi aliyofanya. Tukaeleza kwamba kwa mwanadamu asicheleweshe kufanya toba, asicheleweshe kufanya toba. Kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi anasema, ya ayuhan nas, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah subhanahu, wastaghfiru, namtakeni Allah msamaha. Kikangu mimi natubia kila siku 100 mara, mara 100, nasema astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 mara, mara 100. Kwa mwanadamu asicheleweshe toba, asicheleweshe toba. Kisha tukasimamia katika maneno hii shairi ambao anasema, la'alla atbaka mahmudun awaqibuhu, kwamba huenda kule kulaumiwa kwako, kusema kwako vibaya, kukawa ni kuzuri mwisho wake. Sababu watu wanawezekana akamsema mtu vibaya, lakini kile anachomsemea nacho si kitu kibaya, sema bana kadha, na akampa majina mabaya mabaya, bana huyu kadha wa kadha, lakini yale anayomsemea nayo si mambo mabaya. Sasa huenda kwa kule kukusema wewe kwa ubaya, mahmudun awaqibuhu, kukawa ni kuzuri mwisho wake.
na pia kadhalika warubama, na pia huenda sihhatil ajsam, viwiliwili vikapata siha njema, vikapata afya bil hilal, hata kama vikiwa vina maradhi. Kana mtu ana maradhi lakini akana siha njema, ili pia kadhalika linawezekana. Wala hasul kwa mwanadamu asicheleweshe at-tauba. Kwa mlango wa toba Mtume alayhi salatu wassalam anasema kwamba toba ipo mpaka tafikia jua sasa likichomoza kinyume, likichomoza mashariki au likichomoza magharibi likazama mashariki, hapo toba haikubaliki. Kwa maana al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kitabu chake Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, alipoweka mlango katika milango ya mwanzo kabisa, kaweka mlango, kaweka unwani babu tauba. Baada ya pale akanukuu akasema qala al-ulama, wamesema wanawachuoni, kataja zile sharti za toba ambazo ni 3. Sheikhuna al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anayo sharhi ya kitabu hiki Riyadhus Salihin, na alhamdulillah bashari hii nimebahatika niko nayo na nastafidi nayo, takriban mjeledi 7. Kwa shekhe kustaja kiukweli katika dhati ya moyo, kwa dhati ya moyo wangu shekhe afada wa ajada katika hii kusherehesha Riyadhus Salihin, kwa ametoa faida na amefanya vizuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Alipokuwa yeye akisherehesha mlango huu wa tauba, Imam Nawawi kataja kama ametaja ahli ilmi masharti ya toba yako 3. Sharti la kwanza ni mwanadamu akitaka kufanya tauba ayuqli'a anil ma'siyah, kwamba ni kujitoa katika yale maasi alikuwa yeye akiyafanya. Maana kama alikuwa ni mlevi ni kuacha pombe mara moja, na kama alikuwa ana stock kule ndani ameweka kwenye freezer ameweka wapi, kana zote azitoe, na asitoe akampa mtu bana, mimi sinywi, basi nyinyi mnakunywa bana, nyinyi endeleeni kupoza koo. Asifanye hivyo, ni haramu, itakuwa toba yake si toba ya kweli. Kuni kujitoa katika maasi, na pia kadhalika ni kuweka azma katika moyo wake, fi qalbihi, katika moyo wake kwamba hatorejea katika ile dhambi alikuwa akiifanya. Na ya 3 ni kujuta, ajute kwa yale ambayo yeye alikuwa akiyafanya. Sasa Ibn Uthaymeen akaeleza kwa ile istinbatu ambayo ni ya hali ya juu, akasema rahimahullahu ta'ala, ukisoma katika hizi sharti 3 kwamba ndani ya hizi sharti 3 inapatikanika sharti nyingine ya 4. Anakisema ukisoma hizi sharti 3 nilizozitaja, kujitoa katika maasi na pia kuweka azma kutokurejea na kujuta, anasema ukisoma vizuri haya masharti 3 kwa ile diqqatul fahm, kwa ule ufahamu wa ndani, ukasoma vizuri kwa ndani kabisa, utakuta kuna masharti la 4 linaongezeka. Sharti gani? Ili toba pia ikubaliki kadhalika, pamoja na masharti haya 3 takikana ipatikane sharti la 4, kwamba iwe ni katika wakati wa kukubaliwa tauba. Sababu kuna wakati toba inakuwa ikubaliki, mwanadamu kashaona kifo hichi hapa, anatubia, Allah akubali subhanahu wa ta'ala. Kama toba ya Firauni baada ya kuhilikishwa katika bahari akatubia, ni toba yake ikumfaa toba yake. Mtume katika hadithi anasema kwamba inna Allaha yaqbalu taubata abdi, kika Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba ya mja wake, ma lam yugharghir, muda kuwa ile roho haikufika katika koromelo, katika hulqum. Kipindi chote hichi ambacho tuko sasa hivi ni kipindi ambacho Allah anakubali tauba. Kwa Sheikh al-Allama akasema katika haya masharti 3 ukisoma liko sharti la 4, iwe ni katika wakati wa kukubaliwa toba na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alhasil kwamba watu wasiteleweshe tauba, lazima kuja ayati mbalimbali katika Qur'an. Miongoni mwanzo ni ambao al-Imam Nawawi pia ameweka aya katika mlango huu babu tauba, katika sura at-Tahrim. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah, taubatan nasuha, ile toba iliyokuwa nasuha, toba ya kweli, sadiq khalisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika sura at-Tahrim. Na pia kadhalika aya nyingine ambayo Imam pia kaileta Nawawi,
aya 31 katika suratul Nur, baada ya Allah kuwataka wanawake wainamishe macho yao chini, qul lilmu'minati yaghuddhna min absarihin, japokuwa ambao wanatizama ni wanaume, ndio asili iko hivyo. Ani asili anayetizama ni mwanaume. Mwanamke inatokea japokuwa ni nadira, lakini asili, lakini yeye atakuwa inamishe macho pia kadhalika, lakini anayetizama ni mwanaume. Aya ya juu yake aya 30 katika suratul Nur, Allah anasema sema kuwaambia waumini, yaghudhu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum wallahu khabiru bima yasnaun. Aya 31 ambayo ni aya imechukua takriban ile nusu katika ile peji katika suratul Nur. Allah alipotaja kuwataka wanawake, wa qul lilmu'minat, nasema kuwaambia mu'minat, wanawake waumini wa Kiislamu, yaghudhunna min absarihinna wa yahfadhna furujahun, wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao. Kaendelea, wala yubidina tazinatahunna illa ma dhahara minha, wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale ambayo yamedhihiri. Allah kavua, inawezekana akadhihirisha mapambo yao kwa wake zao, kwa waume zao. Sababu kuna rafiki yangu mmoja, mwanafunzi wangu Said, Allah muhifadhi, yeye mkewe alikuwa katika muoa mke wake, kwa ile tabia alikuwa mashallah, ile ilmu fundishwa na imemkaa vizuri. Yule mke wake alikuwa ifikia wakati akilala na mume wake bado yuko na buibui, bado yuko sasa anaona kwamba Allah anataka na mwanamke ajistiri, kwa akajua hata mumewe atakuwa anajistiri, asikae atakuwa anavaa buibui kwa mume wake. Mume wake akamwambia hapana, kwamba mimi si madhambi kuku kwa Allah kavua subhanahu wa ta'ala. Mwisho katika aya hii Allah akasema watubu ila Allahi jamia, tubieni kwa Allah nyote, ayuhal mu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, mfaulu. Kwa bimaana katika toba kuna falah, katika tauba kuna falah, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye anapenda. Allah ana sifa ya kupenda na kucheka. Allah anacheka na anapenda, lakini kucheka kwa Allah na kupenda kunafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tunathibitisha Allah anacheka, Allah anapenda subhanahu wa ta'ala. Katika hiyo babu tauba pia kadhalika, Imam Nawawi baada ya kuweka ayat, sababu kitabu kile ukisoma kina hadithi takriban 2000 1000 kama na 980 na takriban kitabu kile, anaweka aya afu anakuja hadithi. Ndio utaratibu wake hivyo, aya hadithi, na hii ndio elimu. Ani mtu akizungumza kwa mtu anazungumza, tunaona yule azungumzie elimu, anazungumza anasema yeye tu ana kadha wa kadha, akazungumza maneno fulani, unaona anazungumza maneno ya kijahilia. Na mtu anazungumza anasema bana, ukiswali na mtu salatul fajr au asr ukampa mkono, ukaona mkono wake ni laini, ule ni khidhiri. Unaona kabisa maneno hao, unaona huyu azungumzie elimu, sio elimu hiyo. Yaani wewe mtu mathalan unamfahamu huyu ni fulani, ana ukampa mkono ashakuwa ni khidhiri. Ule khidhiri alikuwa katika kauli nasema alikuwa ni nabii ule Khadri na Musa. Wa qala Allah katika suratul Kahf kuna aya 62 Allah anataja kisa cha Musa na Khadri. Wa qala Musa li fatahu inni la abrah, kama yule kijana wake Yusha bin Nun. Yusha kwa kizungumza unaona kabisa huyu kanazungumza si elimu alilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahaba hum ulul irfan, kwamba elimu ni amesema Allah, kasema mtume na amesema sahaba. Hiyo ndio elimu. Kwa mtu akizungumza akasema yeye anaruka wote hapa, yani maneno ya Allah anaacha, unaona anazungumza nusu saa au lisaa, asomi hata aya mstari nukuu kauli ya sahaba. Wakizungumza sema huyu hakuna elimu anachozungumza huyu azungumzi, yeye anakuwa anazungumza siasa tu. Sasa katika kitabu hiki akaweka hadithi ya bwana mmoja, yeye alikuwa na mnyama wake, akaenda katika sehemu ya jangwa huko. Mnyama wake na kila kitu cha kwake yeye, chakula chake, kinywaji chake katika ule mnyama. Yule bwana akafika pale kachoka, akamfunga mnyama wake, yule bwana akapumzika, alipopitiwa na usingizi. Baada ya kuamka ule mnyama hayupo. Ule mnyama na kila kitu ambacho ni cha kwake yeye, chakula chake, kinywaji chake, nguo zake, ndio ampeleke anapokwenda.
Bwana akasikitika, akaruka, akapatwa na dagaziko, katafuta kweli kweli, kaenda mashariki magharibi, jangwani huko. Basi akarejea kama kata tamaa, shakata tamaa, shakuwa shachoka, kata tamaa, karejea. Fika pale akalala tu basi. Sasa nasubiria amri ya Allah, qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fika pale bana akatubia, kalala akatubia, toba ya kweli. Anakatubia ile toba ya kweli bwana yule. Inawezekana Allahu aalam alikuwa katika Bani Israili. Akatubia toba ya kweli. Kwa toba ile Allah subhanahu wa ta'ala alistaajabu kwa ile toba yake jalla wa ala. Katubia toba ambayo ni sadiqa, ni nasuha na ni khalisa. Yule bwana katukalala, kuamka ule mnyama huyu hapo. Ule mnyama kashakuja na kila kitu chake chote alichokuwa nacho kipo. Kwa Allah akafurahi, Allah anafurahi kwa toba ya ule bwana. Katubia, Allah akamrudishia. Na hii ndio katika ajabu, mambo ya ajabu ya toba. Ile toba na istighfari ina mambo mengi sana, toba na istighfari. Kwa hiyo alipomalizia muallif kwamba hasil kwamba watu wasileshe at-tauba. Ama faslu nyingine ambayo tunaanza leo, faslu fi alamati ta'dhim al-manahi, inaelezea alama za kuadhimisha manahi, maanaha Allah an. Kisema manahi ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Manahi yale ambayo Allah ameyakataza. Tulimaliza faslu alama za kuadhimisha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada yake akaweka faslu fi alamat, alama za kuadhimisha manahi, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Akasema rahimahullahu ta'ala, wa amma alamat ta'dhim almanahi, ama alama za kuadhimisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, falhirs, kupupia, ala tabaudi, kujiweka mbali, min madhanniha, na ile sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Sehemu hizo ni madhanniha, kujiweke mbali na zile sehemu. Na pia kadhalika wa asbabiha, na ujiweke mbali na zile sababu ambazo zitapelekea wewe kuyaingia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, zile sababu. Na pia kadhalika wama yad'u ilaiha, na pia vile vile kupupia na kujiweka mbali na zile sehemu, na pia kadhalika na sababu. Wama yad'u ilaiha, na yale ambayo yanapelekea kuyaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Zote hizi katika mwanadamu ambaye ni nasih li nafsihi, ambaye anayenasii, mwenye kuinasii nafsi yake, apupie haya. Falhirsu wala tabaud, apupie juu ya kujiweka mbali, min madhanniha, na zile sehemu zake za yale ambayo Allah ameyakataza, zile sehemu jiweke nazo mbali. Na pia kadhalika wa asbabiha, na apupie na kujiweka mbali na zile sababu. Ikiwa hii ni sababu itakupelekea wewe kumwasi Allah au kuyaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, hiyo sababu iache, jiweke mbali nayo hiyo sababu. Na pia kadhalika ajiweke mbali wama yad'u ilaiha, na yale ambayo yanapelekea ilaiha, kuyaendea katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kisha akaendelea akasema wa mujanaba, na kujiepusha, liwasila, kila njia, tuqarribu minha, kila njia ambayo itamkurubisha, itamweka karibu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Yani ikiwa kuna njia yoyote ambayo kupitia njia hiyo itakufanya utakuwa karibu zaidi na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, basi njia hiyo jiweke nayo mbali. Wa mujanabat la wasilati, kujiweka mbali na kila njia, tuqarribu minha, njia ambayo itamkurubisha yeye, itamweka karibu na yale ambayo, kutokamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kapiga mfano akasema, kama ni yahrab, kama mfano wa yule ambaye anakimbia, min al-amakin allati, kuzikimbia zile sehemu ambazo
fiha suwar, sehemu ambazo zina picha, allati, picha ambayo taqa'u biha alfitna, inatokea katika hiyo picha fitna. Anafanya yote hayo kukimbia sehemu ambazo zina picha, khashyata aliftitani biha, kwa kule kuogopa kufitinika na hiyo picha. Khashyata aliftitani biha, kwa kule kuogopa kufitinika na hiyo picha. Na hii tulihitaja hii picha ambayo anahitaja al-Imam rahimahullahu ta'ala, ni picha ambayo anahitaja katika asili yake, katika zama zake zile. Sikwambii katika hii zama ambazo tuko nazo sasa hivi, picha ambayo hali iliyofikia picha katika zama ambazo tuko nazo. Inawezekana pia ikawa labda mathalan picha hizi ambazo zinapigwa photograph sizo ambazo zilizokusudiwa katika zile ahadith, katika baadhi ya kauli za ahli ilm. Lakini wengineo wamekwenda wakaenda ni picha, ikiwa ni picha ni picha. Kwa hiyo anatahadharisha kuikimbia zile sehemu ambazo zina picha katika zama zake. Sikwambii zama hizi ambapo picha ilipofikia hali iliyofikia sasa hivi, katika zama zake yeye rahimahullahu ta'ala. Kasema kama ni yahrab min al-amakin, kama yule ambaye anakimbia min al-amakin, kuzikimbia zile sehemu, allati fiha suwar, sehemu ambazo kuna picha, ziko picha, allati taqa biha al-fitna, ambazo inatokea katika hiyo picha al-fitna, kupewa fitna, kufitiniwa. Khashyata al-iftitani biha, anafanya yote haya kwa kule kuogopa al-iftitani biha, kufitiniwa, kupata mtihani au kutahiniwa kwa hiyo picha, biha, kujiweka mbali. Na pia kadhalika akaendelea akasema, wa an yad'a, takana pia mwanadamu apupie na ajiweke mbali, wa an yad'a, na aache, ma la ba'sa bihi, yale ambayo la ba'sa bihi, hakuna ubaya kuyafanya mambo hayo. Kuna mambo ambayo sheria imeyaweka, hakuna ubaya kuyafanya hayo mambo, lakini yeye atakana wa an yad'a, aache kufanya sana ma la ba'sa bihi, yale ambayo si ubaya kuyafanya mambo hayo. Hadharan, anayaacha mambo hayo ambayo si vibaya kuyafanya. Hadharan, hali ya kuchukua tahadhari. Mimma bihi albas, kuyaendea au kuyaingia yale ambayo kuna ubaya ndani yake. Anajiweka mbali au anaacha kufanya sana mambo ambayo si mabaya kufanya mambo hayo. Lengo lake ni hadharan, kuchukua tahadhari. Mimma bihi albas, kwa yale ambayo kuyafanya kuna ubaya. Mbona naye kuna ubaya? Na pia kadhalika wa yujanaba, na kujiepusha alfudhula min almubahat, kujiepusha na fudhula, ziada ya mubahat, ziada ya kuyafanya ile mambo ya mubah. Jambo hili mubahu akazidisha kufanya mubahu, hii mubahu akazidisha kuyafanya zaidi. Khashyata al-uqub fil makruhat, kwa kuogopa kuingia katika mambo ambayo yameharamishwa. Sababu mambo ya halali inawezekana yakampelekea mwanadamu, kumpelekea kumuingiza katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Wa yujaniba alfudhula, na kujiepusha na kuzidisha kufanya min almubahat, kufanya mambo ambayo ni mubaha, mambo ambayo yanafaa. Khashyata alwuqu', anajiepusha na mambo haya, kufanya ziada ya mambo ambayo yanafaa kuyafanya, kuogopea alwuqu' fil makruhat, kuingia katika mambo ambayo sheria imeyakataza, mambo ambayo ni haramu. Tutaja makruh, neno makruhu katika Qur'an, makruh imekuja kwa maana ya haram. Pia vile vile katika wanachuoni wa mwanzo, salaf mwanzo, neno makruh ni jambo la haram. Makruh ni haram. Waliposema wa yujanaba alfudhul, na kujiepusha kufanya ziada min almubahat, ziada ya mambo ambayo ni mubah, mambo ambayo yanafaa, anajiepusha. Khashyata alwuqu' fil makruhat, kwa kuogopea kuingia katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Pia kadhalika akasema wa mujanaba, na kujiepusha. Man yuhajiru birtikabiha, na yule ambaye man yujahiru, ambaye anadhihirisha kuyaendea haya
ambayo Allah subhanahu yeye anaadhimisha makatazo ya Allah, katika alama yake huwa anajiweka mbali na mtu mwenye sifa kama hiyo. Wa mujanaba, na kujiweka mbali, man yujahiru birtikabiha, kwa yule ambaye anadhihirisha kuyaendea haya, kuyafanya haya. Wa yuhassinuha, na pia anajiweka mbali na yule ambaye anadhihirisha kuyafanya. Wa yuhassinuha, na kama kuyafanya vizuri haya, kuyaeleza kama ni mambo mazuri haya, yeye anajiweka naye mbali. Na pia vile vile anajiweka mbali, ima atayafanya kwa yule anayefanya au kuyafanya kuwa ni mazuri. Na pia kadhalika wayad'u ilaiha, na anajiweka mbali na yule ambaye pia vile vile analingania watu katika hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Huyu pia kadhalika ambaye anaadhimisha makatazo ya Allah anajiweka mbali na mtu kama huyu. Wayatahawanu biha, hali ya kuwa yeye yatahawanu, anakuwa ni tahawan, anadharau. Wayatahawanu biha, anakuwa ni mwenye kudharau kwa hayo. Wala yubali, na pia kadhalika wala pia yeye ajali, ma rakiba minha, yale ambayo yeye aliyoyaendea au aliyoingia katika hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kisha akaendelea akasema, fa inna mukhalata, hakika kuchanganyika, mithla hadha, mfano wa haya, kiwa mtu Muislamu atachanganyika na yule ambaye atajiweka mbali, kwa yule ambaye anadhihirisha kwa kuyafanya yale ambayo Allah ameyakataza, akawa yuko naye karibu na kuyafanya kuwa ni mazuri, yeye akawa yuko naye karibu, akawa akadharau na akawa hakujali. Anasema muallif, fa inna mukhalata, kika kuchanganyika, mithla hadha, na mfano kama huu, da'iya, huku kunapelekea ila sakhti llahi ta'ala wa ghadabi, kunampelekea mtu au kunamuita mtu kuelekea ila sakhti llah, kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghadabihi, na kupata zile ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna mukhalata mithla hadha, kika kuchanganyika na mfano kama huu, akawa yeye mtu ambaye anadhihirisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na anayasema kwamba haya ni mazuri, na analingania katika hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, yakawa yatahawanu biha, akawa anapuuza tu, wala yubali, wala hajali, marakiba minha, yale ambayo yeye ameyaendea, ambayo yeye kayafanya haya, kuwa naye huyu mtu mwenye sifa hizi, akawa hajali. Anasema fa inna mukhalata, akiwa kuchanganyika, mithla hadha, mfano kama huu, da'iya, kunapelekea au kunaita ila sakhti llah, kwenda katika sakhti, chukiza Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghadabihi, na ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala. Shakamalizia akasema, wala yukhalituhu, na wala achanganyiki na mtu ambaye mwenye sifa kama hizi, ambaye anafanya maasi, anasema anatamka kwamba au anayatetea kwamba ni mazuri, na pia vile vile analingania katika maasi, achanganyiki na mtu ambaye mwenye sifa kama hizi. Wala yukhalituhu, wala achanganyiki naye, illa man saqata, isipokuwa anachanganyika naye yule ambaye saqata min qalbihi, imeondoka katika moyo wake, ta'dhimi llahi ta'ala wa hurmatihi, kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala wa hurmatihi. Wala yukhalituhu, na wala achanganyiki na mtu kama huyu, illa man saqata min qalbihi, isipokuwa yule ambaye imeondoka katika moyo wake, ta'dhimi llahi ta'ala, kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa hurmatihi, hurmati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu ambaye achanganyiki na mtu ambaye anadhihirisha maasi na kuyasema kuwa ni mazuri na kulingania, yule ambaye anachanganyika na huyu, ni dhahiri katika moyo wake haiko ta'dhimi llahi ta'ala, akumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake haipo. Na kinyume chake, ambaye atamuepuka huyu ambaye anadhihirisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, akawa naye mbali,
kujiweka naye mbali, basi huyu katika moyo wake iko taadhim Allahi ta'ala, kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea katika ukurasa 18 kusoma hii jumla ya mwanzo katika alama pia kadhalika. Akasema wa min alamati ta'dhimi nahi, na miongoni pia kadhalika wa alama za kuadhimisha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, an yaghdhiba lillah azza wa jalla, ni kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha ntuhikat maharimu, pindi yakifanywa yale ambayo Allah ameyakataza. Ani mwanadamu anakuwa anapatwa na hasira, Muislamu ambaye yeye indahu alama, ambaye ana alama katika kuadhimisha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa na ghadhab, kuwa na hasira kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ntuhikat maharimu, pindi yakifanywa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, yeye anapatwa na hasira. Hii ni katika alama pia kadhalika. Na pia vile vile wa an yajida fi qalbi huznan, na anakuta katika moyo wake kuna huzni, wa kasran, na maumivu, idha usiya Allah ta'ala fi ardi, bidi Allah subhanahu wa ta'ala akiasiwa katika ardhi yake, anapata maumivu, anakuwa na huzni katika moyo wake, anahuzunika. Wamekaa watu mathalan pahala wanakunywa pombe, ulevi, anahuzunika katika moyo wake, anaumia kwamba wale wanaasi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaumia. Hii ni katika alama pia vile vile ya kuadhimisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Anapata huzni na maumivu, idha usiya Allah ta'ala fi ardi, bini Allah akiasiwa katika ardhi yake, walam yuta, na akutiiwa Allah, biiqamati hududihi wa awamirihi, kwa kule kusimamisha zile hududihi wa awamirihi, kuacha yale ambayo Allah kayakataza na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapatwa na huzn. Walam yastati, pia vile vile hawezi huwa yeye an yughayyira dhalika, kubadilisha hivi, kini anaumia katika moyo wake. Na hii imekuja katika hadithi Ibn Thabit, tumenasema kwamba mtu akiona munkar, man raa minkum munkaran, mmoja wenu akiona munkar, akiona jambo la uovu, akiona maasi, falyughayyirhu biyadihi, basi aubadilishe ule munkar, auondoshe ule munkar kwa mkono wake. Ikiwa hawezi, fabilisanihi, kwa ulimi wake. Ikiwa hawezi, fabiqalbihi, basi kwa moyo wake. Wadhalika adhafu iman. Kwa huyu anaingia katika hii hadithi ya kwamba yeye wala yastati huwa an yughayyira dhalika, yeye hawezi yeye an yughayyira dhalika, kuondosha huo munkar, lakini yeye katika moyo wake kuna huzuni, na pia kadhalika kuna maumivu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaasiwa katika ardhi yake. Hii pia kadhalika katika alama ambayo an yaghdhiba lillahi azza wa jalla, ni kuchukia mtu kuwa na hasira kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha ntuhikat maharimu, pindi yakifanywa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Wa an yajida fi qalbihi huznan, anapata na hasira. Na pia kadhalika wa an yajid, na anakuta fi qalbihi, katika moyo wake, huznan, huzuni, wa kasran, na maumivu, idha usiya Allah ta'ala fi ardi, pindi Allah subhanahu wa ta'ala akiasiwa katika ardhi yake. Walam yuta, na Allah subhanahu wa ta'ala akutiiwa, biiqamati hududihi, kwa kusimamisha zile hudud, had, tutaja haddu zina, Allah hajatiiwa kwa kusimamisha hudud. Tukanywa pombe, pigwe bakora, tukazini, kiwa hajaoa hajaolewa pigwe mijeled, kiwa kaolewa. Kwa yeye katika moyo wake atapata huzni na maumivu, Allah akiwasiwa. Na pia vile vile walam yuta, na Allah akutiiwa, biihkamati hududihi, kwa kusimamishwa zile adhabu zake, wa awamirihi, na yale maamrisho yake, anapata na huzni. Walam yastati, na ya kuwa yeye hawezi huwa yeye an yughayyira dhalika, kuondosha huo munkar, kuondosha uovu. Lakini ile tu kupata katika moyo wake na huzni na maumivu, ni dhahiri kwamba huyu indahu alama fi ta'dhimi almanahi ma naha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo tutaishi hapa inshallah, kesho kija tutaanza tena hapo katika hii faslu, kufanya murajaa, kisha tutaendelea ila insha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.